Leo tunapojifunza fumbo jingine, fumbo la chetezo. Chetezo watu ambao wakijui ni mfano wale wa Romani huwa wanatumia kuwekea moshi alafu wanafukiza pale madhabahuni. Sasa kile chetezo kina maana kiroho. Zamani vilifanyika kimwili, ila baada ya Yesu kuja vimebadilika, vimekuja kiroho. Kwa hiyo la msingi tu ni kuelewa maana yake. Chetezo maana yake ni moyo wa maombi. Utasoma Waebrania sura ya 3 mstari wa 5. Kwa hiyo chetezo maana yake ni moyo wa maombi. Kwenye chetezo mle moto uliowekwa ni neno la Mungu. Moto sawa na neno. Tumeshasoma au watu ambao wanajua maana ya nini. Alafu mle ndani huwa oneka vitu kama uvumba. Sasa uvumba ni maombi ambayo ni manukato mbele za Mungu kama marashi au perfume. Ila moshi unaotoka kwenye kile chetezo ndio tufikizwa pale uvumba ambacho kwani alikuwa anafukiza. Kwa hiyo moto, neno la Mungu, chetezo, moshi ni sauti za maombi ya yule mtu ambaye anasafiri kwenda mbinguni, au kwani zani alikuwa anapuzia ile na nili akijawa na ukungu mle ndani kwenye patakatifu waliko Bwana walikuwa wanashuka. Sasa tuangalie pia, tusome kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 10 mstari wa 1 hadi wa 2. Utasoma Hosea sura ya 6 mstari wa 6. Utasoma Mathayo sura ya 21, sura ya 7 mstari wa 21. Utasoma Mathayo sura ya 6 mstari wa 1. Nitaeleza tu kwa ufupi hapo, ila ukitaka kujua vitu kwa ndani zaidi utanipigia simu. Sasa wewe hapo utasoma vitu vingi. Kuna mtu, kabla hujatoa sadaka lazima uhakikishe moyo wako uko safi mbele za Mungu. Sababu sadaka zako ukizitoa bila moyo wako kuwa safi mbele za Mungu itakuwa ni kazi bure. Kwa hiyo Mungu anataka maombi ambayo mtu anaenda kuomba kwanza awe na neno la Mungu ndani yake, awe mtu wa kusoma neno. Ukiwa unaomba bila kusoma neno la Mungu, maombi yako ni sawa na bure mbele za Mungu. Na pia ukiwa mtenda dhambi ni makere mbele za Mungu. Lakini yule mtu ambaye maombi yake yana neno la Mungu pia ni mtiifu mbele za Mungu, kama kitabu cha Waebrania sura 3 mstari wa 5. Waebrania, Musa alikuwa mtiifu mbele za Mungu, akisikia neno la Mungu analitii. Na wewe pia neno la Mungu linasema kama asiyefanya kazi na asile, siongee chakula cha kimwili, ongea chakula cha kiroho. Kama wewe hauwezi unakula neno la Mungu na hauwezi kwenda kuwasaidia watu wengine, na wewe neno la Mungu